Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Anazindua hatua ya kwenda kukamilisha reli ya mbio ya umeme ya SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma. Mheshimiwa Rais ana shughuli nyingine nyingi pia za kiserikali ambazo anazifanya katika kanda ile ya Magharibi. Kwa hiyo kwa sababu ya majukumu hayo, Mheshimiwa Makamu wa Rais alikuwa aje hapa, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini kama mnavyofahamu serikali hii ya awamu ya 6 ni ya wachapakazi, wanahangaika na changamoto za wananchi na kuhakikisha wanatoa huduma. Kwa dharura ya Mheshimiwa Rais kwenda Kigoma, ilimlazimu sasa kaimu wake Makamu wa Rais aende kwenye jukumu jingine ambalo Mheshimiwa Rais alipaswa kulifanya. Kwa hiyo akaenda kule. Ndio hapo mimi sasa Katambi nisiye na kitambi nikapata bahati ya kuja kusana maaskofu hapa. Amenituma ili niweze kufika hapa pamoja na udhuru ambao aliusema kwa majukumu aliyopewa na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye aliwiwa na kuguswa na hili tukio la leo la 40 nyingi za Baba Konki. Akasema katika lile kusudio lako la siku ya leo tuitolee sadaka ya kuhakikisha kwamba tunachanga na kufikia milioni 8. Na sisi tayari ambao tumetumwa na Mheshimiwa mgeni rasmi tumekwisha kusema kwamba tutatoa mifuko 100 ya simenti, lakini pia na sadaka hiyo milioni 1. Yeye akasema katika hiyo milioni 8 ambayo ilikusudiwa kupatikana, yeye Makamu wa Rais atoe shilingi milioni 10 kwa ajili ya kanisa. Taifa letu kama ilivyo kwingine duniani linawindwa sana. Linawindwa sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu zile sababu zilizowaleta wakoloni hapa ndizo hizo zinawarudisha kwa staili nyingine. Rasilimali zinaua watu. Uongo kweli? Leo watu wanapigana, wanauana kwa sababu ya mali. Uongo kweli? Madaraka yanaua watu. Uongo kweli? Leo nchi duniani huko kote kila mtu anataka kuwa mbabe nani, wanapigana, wanaathiri watu wa kawaida, akina mama, watoto, watu wenye ulemavu, wazee na watu wenye umri mkubwa ambao hawawezi kukimbia hata kilomita 5. Tukitokea machafuko kwenye nchi yetu, ndugu zangu baba askofu, tutaenda wapi? Nchi yetu hii tuna historia nzuri ya amani. Tuna historia nzuri ya kuwalea wenzetu waliopata machafuko. Wenye busara hujifunza kutokana na makosa ya wengine, sio tufanye makosa yetu tuseme tumejifunza kutokana na makosa. Makosa ya wengine tuliyalitupa mafunzo kwamba kumbe mnaweza mkachafua taifa, mkawa wakimbizi kwenye taifa jingine na mkapoteza haki zenu zote. Kwa hata leo ukiangalia waliobaki na vyeo vyao nadhani ni mababa askofu na wachungaji, lakini bado wanaitwa wakimbizi kwenye maeneo mbalimbali. Kwa ni waombe sana baba askofu pamoja na maaskofu wote nchini, mashehe, wachungaji, mapadri, watusaidie sana katika eneo hili. Tusilichukulie mzaha. Na nyinyi mnafahamu baba askofu, katika kila maeneo kuna utimilifu wa Mungu, lakini pia katika kila maeneo kuna udhihirisho wa shetani. Katika utimilifu wa Mungu, katika makundi yetu yote, yapo makundi mbalimbali ambayo tunayo hapa. Tuna makundi ya dini ambayo yanasajiliwa chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Tuna makundi ya wanasiasa ambayo yanasajiliwa kwa mujibu wa sheria. Tuna makundi ya wakulima, tuna kundi la vyama vya ushirika, si ndio? Vyama ni vingi. Vyama vya ushirika, vyama vya siasa, tuna makundi ya wakulima, wajasiriamali, tuna makundi mbalimbali, mamalishe, babalishe, tunaishi kijamii hivyo. Kundi la wavuvi, kundi la wachimbaji wa madini, haya yote yana haki sawa kwa mujibu wa katiba. Lakini inapokuja kundi mmojawapo likataka kuchukua haki za wale wengine wote, ndipo hapo changamoto inapotokea. Kwa sisi tuna jukumu letu kama serikali ni kuhakikisha kwamba tuna balance interest, enjoyment of rights, zile haki za msingi tunazihakikisha kwamba unapopata haki yako au unapofurahia haki yako, ujue pia mipaka ya haki yako ili usiingilie haki za wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hili tutalisimamia kama serikali. Na ndio maana utaona kuna mivutano hili, kuna lile, kwa sababu wakati mwingine mnaona hata kwenye michezo, kombe la dunia mlikuwa mnaliangalia, si ndio ndugu zangu? Kila mtu angetamani apate penalti, si ndio? Na kila mtu angetamani refa ampendelee. Sasa ukiwa refa wakati wote, kwa yule ambaye anaweza akashindwa
asifate nidhamu ya mchezo, atalalamika tu kwamba refa anamuonea. Na ndivyo hivyo kila kitu. Dunia hii imeumbwa kwa masharti. Hata ufalme wa Mungu tutaupata kwa masharti. Biblia yetu takatifu inasema hata Musa alivyoenda kule, na yeye nakumbuka ni 40 nyingine. Alienda kwa mlima Sinai, ni siku 40 ndo akapewa amri 10 za Mungu. Baba, una 40 nyingi leo. Pigeni makofi baba Kongi. Alivyoenda akasimama kule juu, akarudi na amri 10 za nani? Za Mungu. Lakini maandiko, sijui nyinyi wataalamu wa maandiko zaidi mtatuambia. Mimi nilikuwa padri, lakini baadaye Mungu akaamua niwe padri wa wananchi. Kama hivi nafanya kazi yangu. Inawezekana amri zilikuwa zaidi ya 10. Mbao zilivovunjika labda zilipungua pale. Sasa kama hizi 10 zenyewe hatuzifati, iweje sasa zingekuwa zimeongezeka hapo? Wenzetu kwenye Qur'ani tukufu kuna zile nguzo 5. Utimilifu wake. Kwa kwenye utimilifu wa Mungu ni kuzifata hizo ili tuone ufalme wa Mungu. Hapa duniani kwenye Qur'ani, kwenye Biblia vivyo hivyo. Lakini hapa duniani utimilifu wake ni kuheshimu sheria za nchi na mamlaka zilizopo, kwa sababu zimetoka kwa Mungu. Utimilifu wake ni pamoja na kuheshimu hizo amri ambazo ni sheria zetu. Tukiziheshimu kila mtu ataishi kwa salama. Lakini kuna watu hawataki kuheshimu sheria, wanataka kuonekana wao ni zaidi ya wengine. Hata mimi Katambi ambaye ninasimamia wizara hii siko juu ya sheria. Hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati wote kwenye vikao anasema hakuna mtu aliye juu ya sheria, hata yeye hayuko juu ya sheria. Tukienda tukaacha kufata sheria na taratibu tulizojiwekea, tutajikuta tunaangamia. Kwa sisi tunawasihi kupitia kanisa, baba yetu, muendeleeni kutusaidia. Endeleeni kuwa nasi, tuombeeni, kwa sababu majaribu ni mengi na misukosuko ni mingi. Tunafika sehemu unakuwa binadamu, lakini ubinadamu wetu unatimilishwa na imani ambayo nyinyi mnaweza kutusaidia zaidi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.